Mungu uliyetukuka ambaye hakuna mwingine kama wewe Bwana. Kila kiumbe kinasujudu mbele zako wewe Bwana. Kila mtu Bwana anapiga magoti mbele zako kwa sababu wewe ni Mungu Bwana. Baba, tunakutukuza kwa ajili ya saa hii Bwana. Umetupa neema na kibali kwa ajili ya kusimama mbele ya hawa watu, kwa ajili ya kuleta neno lako wewe Bwana. Baba, sisi ni wajumbe wako wewe Bwana. Saa yako imefika, saa ya wokovu kwa ajili ya watu wa Mungu wewe Bwana. Kama ambavyo neno lako umelileta kwetu na ukatutuma tuje kwa ajili ya watu wa wewe Bwana. Mungu, tunakutukuza Baba, asante katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi na mpigie Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kunyanyua mkono wako moja tu. Nyanyua mkono wako moja tu. Nyanyua na mwingine. Alafu unaweza ukamchapia Yesu makofi. Chapia Yesu makofi. Ongeza makofi yako. Ongeza tena. Ongeza tena. Haleluya watu wa mahali hapa. Haleluya watu wa Mvumi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kidogo tukatikise kuzimu kwa salamu yetu ya majeshi. Nataka nione kila mmoja anakunja ngumi. Kunja ngumi yako kila mmoja uliyepo mahali hapa. Kunja ngumi yako. Nyanyua juu kabisa. Nyanyua juu kabisa. Alafu ipo karibu na jirani yako. Mwambie jirani, nipe nafasi. Nipe nafasi. Nataka nisungushe. Nataka nitikise ngome za kuzimu. Haya, zungusha. 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 Majeshi majeshi. Majeshi ya Bwana. Majeshi majeshi. Majeshi ya Bwana. Haleluya. Basi naomba nisome neno la Mungu kutoka katika kile kitabu cha waraka wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza na ule mstari wa 19. Na hili ndiyo neno ambalo limebeba ujumbe kwa ajili ya siku ya leo. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maneno ya Mungu yanasema katika kile kitabu cha waraka wa kwanza Petro sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka wa 19. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba yenu. Mstari wa 19, kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na waa, yani ya Kristo. Haleluya. Nitasoma pia ujumbe ambao Bwana ametutuma kwa ajili ya watu wa Mvumi kutoka katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 18 mpaka wa 19. Maneno ya Mungu yanasema, lakini mambo yale aliyoyahubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake ateswa, ameyatimiza hivyo. Mstari wa 19, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwake Bwana. Na tutarudia tena mstari wa 19, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi yako wakati namkaribisha mtumishi wa Bwana kwa ajili ya kuleta ujumbe ambao Mungu anataka aseme na wewe. Haleluya. Haleluya mtu wa Mvumi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijasikia wamama walioje mahali hapa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usimame kidogo mtu wa Mvumi, tukani ya sala. Ninaomba usimame kwanza kidogo kukani ya sala mtu wa Mvumi. Maisha yako yanatakiwa yasimame. Maisha yako yanatakiwa kukaa. Ninataka tufanye kitu kimoja cha imani mtu wa Mvumi. Huwa ni mtoto, huwa ni mtu mzima. Huwa ni mtoto, huwa ni mtu mzima. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
weka juu namna hii, weka juu namna hii. Kunja ngumi yako, tanua mipaka, tanua mipaka. Weka kauwepo kidogo pale ulipo. Weka kampaka kidogo pale ulipo. Weka kamkagadi kidogo pale ulipo. Alafu kunja ngumi yako namna hii. Kunja ngumi yako namna hii. Zungusha, zungusha. Tanua mipaka ya maisha yako. Tanua mipaka ya maisha yako. Tanua, tanua, tanua. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Majeshi yakipiga. Majeshi yakipiga. Majeshi yakipiga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni yenye baraka kwa ajili yako mtu wa Mvumi. Ni jioni yenye kupokea nuru kwa ajili yako mtu wa Mvumi. Ni jioni ya kufunguliwa kwako mtu wa Mvumi. Jioni ya leo sio jioni ya hasara kwako. Haleluya mtu wa Mvumi. Haleluya mtu wa Mvumi. Kuanzia leo mtu wa Mvumi ni majeshi ya Bwana. Haleluya. Wewe ni majeshi ya Bwana. Wewe sio jeshi tu, wewe ni jeshi la Bwana. Haleluya. Nasema wakina mama ni jeshi kubwa. Nisikie shangwe kutoka kwa wakina mama kidogo. Jamani ya mama, vigelegele vile mmeviazima wapi? Tabasamu basi mama kidogo, sio mwanamke ujue mapozi. Tabasamu kidogo, jitikise kidogo mama ambaye uko hapa. Jitikise kidogo mama ambaye uko hapa. Pata nafasi ya kujitikisa kidogo. Pata nafasi ya kujimoya moya kidogo. Alafu mgeukie jirani, mwambie jirani, mimi nimebarikiwa. Mimi ni mtu mkuu sana. Mwambie jirani, ninakualika jioni ya leo upunguze umbea. Usinipigishe umbea. Mwambie ninataka nimsikilize komanda wa Yesu. Haleluya. Wangapi wana amani jioni ya leo? Wakina mama wa Mvumi, wakina mama wa Mvumi, wanaume wa Mvumi, vijana wa Mvumi, furaha inatakiwa sikatike kwenye maisha yako. Haleluya. Shetani atake au asitake, ni lazima ucheke, ni lazima utabasamu, ili maisha yako yaende. Biblia inasema hivi, furaha ya Mungu ndio nguvu yetu. Ndio kufurahi, unapokea nguvu kutoka kwa Bwana. Hebu tabasamu kidogo mtu wa Mvumi, sijakuona. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa mtu wa Mvumi, ninaomba ukae kidogo, uketi tu kidogo. Kama wewe unaona mimi ni kijana siwezi kuketi, unaweza kusimama. Ila kama unaona kabisa mimi kweli umri huu ninaweza kukaa chini, wewe kaa tu, relax. Bwana asifiwe. Pia wengine jua kama hakuna usumbufu sana, tunaweza tukasogea pale tuweze kusikilizana neno la Mungu kwa dakika chache sana ambazo zimenisimamisha mahali hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbele yako ni majeshi ya Bwana. Mbele yako ni majeshi ya Bwana. Ndio. Haleluya. Tumetoka Morogoro, tumetoka Mzumbe, tumetoka ndani ya mkoa huu. Tumekuja kuleta habari njema kwa ajili yako. Hatujaja kuleta habari nzuri kwa sababu habari nzuri umezisikia sana. Hatujaja kuleta habari ambazo umezizoea kwa sababu umezisikiliza sana. Tumekuletea habari njema ambayo haisikiki popote. Habari nzuri unaweza kuipata baa. Habari nzuri unaweza kuipata shuleni. Habari nzuri unaweza kuipata sokoni. Lakini habari njema ni injili ya Yesu Kristo. Inapatikana kwenye madhabahu ya Bwana. Hakuna madhabahu nyingine utapata habari njema kama hii. Hii sio habari nzuri mtu wa Mvumi. Mimi sijakuletea habari nzuri kwa sababu habari nzuri ina ubaya. Nimekuletea habari njema ili istawishe maisha yako, ili yainue maisha yako, ili yapigishe hatua maisha yako, ili kuinue. Haleluya. 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 Ninaomba unipe dakika zako chache. Ninataka niseme na wewe ujumbe wa neno la Mungu. Ndio. Sina dakika nyingi. Habari njema huwa ina longolongo. Habari njema huwa ni fupi inayoeleweka. Haleluya.
hautachoka, hautapata hasara. Kaa pale ulipo, na wengine ambao mko mbali, naomba niwakaribishe tusogee kwenye eneo la mkutano wa Injili tuweze kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Hapa sisi hatujaje kutangaza dini, hapa sisi hatujaje kuhubiri dini, hatujaje kueleza mambo ya dini, lakini tumekuja kumweleza mtu mmoja ambaye tunamfahamu kwa majina, ambaye tunamjua kwa tabia, ambaye tunamjua kwa utendaji wake. Huyu mwanaume sijawahi kumsikia pengine jamani. Ni mwanaume mzuri, ni mwanaume mmoja ambaye ukimsikia wewe dada, maisha yako yanabadilika. Wewe mwanaume uliye hapa, ukisikia habari hizi lazima zikubadilishe. Huyu mwanaume ni Yesu pekee. Jirani yako ni Yesu. Kama ni Yesu. Haleluya. Nataka nihubiri kwa dakika chache ambazo nimepata mahali hapa. Nataka niseme na wewe ujumbe wa neno la Mungu. Naomba nitegee sikio, mtu wa Mvumi. Hakikisha haupitwi hata na point moja. Mungu anakusudi na wewe, na Mungu anakusudi na maisha yako pia. Kama Mungu alikuumba, maana Mungu aliona wewe ni wa thamani na una faida ya kuwepo kwenye ulimwengu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo natakiwa vielewe, kuna vitu ambavyo lazima uvijue ili vikusaidie kwenye maisha yako. Haleluya. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Alipoziumba mbingu na nchi, Biblia inaniambia kwamba hapo mwanzo lilikuwepo neno, naye neno yule alikuwepo kwa Mungu. Lakini Mungu alipoanza kuziumba mbingu na nchi, alianza kutamka, akasema iwe ardhi, na ikawa ardhi. Akaziumba nyota kule juu angani, akasema ziwepo nyota, zikawepo nyota mwanangu. Akasema kwamba na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Akamuumba mtu wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Adamu. Huyu mtu alipomuumba, alimweka kwenye mazingira mazuri, alimtengenezea bustani, akamweka kwenye maisha ya ustadi ili anapokuwa anaishi asipate shida. Huyu mtu akawekwa kwenye bustani ya Edeni, lakini Mungu alikuwa tayari amemtengenezea mazingira mazuri. Alikuwa ameshatengeneza bahari kwa ajili ya samaki walikuwemo, alikuwa ameshatengeneza mimea ili aweze kuishi, alikuwa amepanda miti ili aweze kupata kivuli, alikuwa amepanda miti ya matunda ili aweze kula. Haleluya, mtu wa Mvumi. Baba huwa anatafuta mtoto akipotea. Sifa ya baba mojawapo huwa anamtafutia mtoto chakula. Kwa hiyo Mungu na uumbaji wake hawezi kutofautiana, lazima wewe hivi. Ndio maana Mungu alikuwa anamtembelea Adamu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amemuumba na amemweka kwenye ile bustani. Ni Mungu alikuwa ni baba yake. Haleluya, mtu wa Mvumi. Haleluya, mtu wa Mvumi. Mungu anakupenda sana, na Mungu hawezi kukuacha hata siku moja. Mungu anakujali jinsi ulivyo. Mungu anakupenda. Uwe ni mweusi, uwe ni mweupe, uwe ni kabila la Wayuda, uwe ni kabila la Wasukuma, Mungu anakupenda hivyo hivyo. Hata kama watu wamekukataa, lakini Mungu hawezi kukuacha. Hata kama ndugu wamekupenda, lakini Mungu hawezi kukuacha. Hata kama wachawi wamekuloga sana, lakini Mungu anasema ninakuja kukutembelea mwana. Barikiwa na Injili ya siku ya leo. Tupungiane mikono mnaobarikiwa na Injili ya siku ya leo. Tupungiane mikono vizuri. Mwambie jirani yako, jirani, Mungu anakupenda bwana. Mwambie jirani, Mungu anakupenda. Mungu sasa alivyo waajabu, alipotaka kumuumba mwanadamu, akasema na tumfanye mwanadamu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Kwa maana ya kwamba Mungu alijiachilia kwa mwanadamu. Alipotaka kutamka kwenye ardhi, alitamka ardhi ikaumbwa. Lakini alipofika kumuumba mwanadamu, akasema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Kwa maana ya kwamba Mungu namna gani ambavyo alimthamini mwanadamu ili aweze kumiliki vitu ambavyo alikuwa ameviumba tayari. Mungu yote hapa duniani yako ndani ya Yesu Kristo, yako ndani ya Mungu. Ndio maana Mungu alipotaka kumuumba mwanadamu, alijigeuza akajiweka ndani yake. Maana Mungu anakaa ndani yetu, Yesu anakaa ndani yetu, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Kwa hiyo mwanadamu mazingira yake ya kukaa ni kwenye uwepo wa Mungu. Kuna namna mwanadamu utajitenga na uwepo wa Mungu, ukabaki utabishi. Ukitaka kuua mti, utoe ardhini. Ukimtoa ardhini, lazima ufe. Ukitaka kumuua samaki, mtoe kwenye maji. Kwa nini?
Samaki ameumbiwa kwenye maji, lakini ukitaka kumuua mwanadamu, mtoe kwenye uwepo wa Mungu. Mtoe kwenye uwepo wa Mungu. Sijasikia watu wa mvumi waliochangamka. Sijaona mvumi wa dada warembo jamani. Nisikie vigelegele jamani. Nisikilize. Injili ni raha. Injili sio shida. Injili sio shida. Yeye mwenyewe alileta kwa furaha. Kwa nini mimi niseme injili eti ni mateso? Lazima ushangilie, lazima ufurahi injili inapokuja. Injili ni uwezo wa Mungu uleta wokovu. Hakuna namna tunaikwepa injili. Tunayo amani inayoingia injili inapohubiriwa. Maisha ya watu yanapona injili inapohubiriwa. Watu wanaendelea injili inapohubiriwa. Walio na magonjwa wanafunguliwa injili inapohubiriwa. Inamtangaza Yesu jioni. Sasa nisikilize. Mwanadamu alipokaa kwenye ile bustani ya Edeni, siku moja akatokea mtu mmoja anaitwa nyoka bwana. Alipoenda nyoka kwenye ile bustani ya Edeni, akaenda kuanza kumdanganya yule mwanadamu ambaye alikuwa ameumbwa na Mungu. Akikuwa amepewa masharti ya Adamu ya kwamba utakaa kwenye uwepo wa Mungu kwa masharti, lakini Adamu yalimshinda yale masharti. Mwanamke yule akadanganywa na yule nyoka bwana. Akaambiwa, bwana wewe kula lile tunda la mti wa katikati. Alipokula lile tunda, mwanadamu kuanzia kipindi kile kukatokea utengano kati yetu na Mungu. Kukatokea umbali kati yetu na Mungu. Kwa hiyo ndio hii sababu ya kumkomboa mwanadamu. Akasema ni mtume nani duniani? Ni mtume nani duniani? Hakumtuma malaika, hakuwatuma wazee 24, hakuwatuma maserafi, hakuwatuma makerubi, kwa sababu damu yao singeweza kukomboa ulimwengu. Nisikilize mtu wa mvumi. Nisikilize injili ingie mtu wa mvumi. Ulize jana kwa injili inaingia. Injili inaingia. Sikiliza, sisi wa babaishaji tunakuletea injili iliyonyoka. Hatuna maji na mafuta, hatuna chumvi. Tunakuletea injili pure. Injili iliyo kwenye reli. Tunakonekana. Tunakuhubiria kwa Mungu. Kwa sababu kweli haiwezi kawa uongo. Kweli siku zote ni kweli. Kweli siku zote ni neno la Mungu. Jamani mvumi, haleluya. Sijui kama mnanisikia watu wa mvumi jamani. Jamani mimi watu wa mvumi nimewapenda bure.